Jambo la kwanza katika kero, mtakumbuka kwamba kila yalipotokea mafuriko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifunga baadhi ya barabara na ambazo ndizo zimekuwa kiunganishi kikubwa cha uchumi kati ya wilaya zingine na wilaya ya Ilala ambayo iko katikati ya jiji letu. Na moja ya barabara ambayo tumekuwa tukiifunga sana ni hii barabara ya Jangwani, ambayo ni barabara Molo Road, na hasa pale Jangwani ambayo imetokana na daraja au maji ya mto kujaa juu ya daraja na kusababisha daraja hilo kutopitika nyakati za mvua. Ninayo heshima kwenu ndugu waandishi wa habari kuambieni kuwa daraja lile tulilipata fedha kwa ajili ya kuanza kujengwa, na fedha nyingi sana ambazo zimekushawekwa hapo, si chini ya bilioni 97, na ambazo zimekushawekwa katika daraja la Jangwani ili kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2026-27 daraja hilo linakuwa limekamilika. Sasa hili wakati fulani budget zinapangwa, lakini wakati fulani pia tunasema unapokutana na Mheshimiwa Rais mahali popote, jambo kubwa ambalo unapaswa kumweleza ni kuhusu maendeleo ya mkoa wako na kipande ulichopewa kuongoza. Kwa nikiri kwa dhati kwamba baada ya kumweleza Mheshimiwa Rais mara kwa mara katika hili, baadaye akaidhinisha fedha ambazo zimekwenda sasa kuanza kujenga daraja la Jangwani, kujenga daraja la Mkwajuni na kujenga daraja la Kigogo. Daraja la Kigogo, ndugu waandishi wa habari, linajengwa kwa chini ya bilioni 17.7, wakati daraja la hapa Jangwani linajengwa kwa chini ya bilioni 97, na daraja la Mkwajuni linajengwa kwa chini ya bilioni 11. Sasa ukiangalia fedha hizi zote ni fedha ambazo ziko pamoja, zimekaribiana ili kuhakikisha kwamba barabara zinazoingia mjini zinapitika. Kwa hii ni jambo ambalo kwa kuwa lilikuwa kero kwa muda mrefu na kwa kuwa ilikuwa inalazimika kusimamisha shughuli za kiuchumi kwa kufunga barabara hiyo, nitoe maelezo ya dhati kwamba tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia ili kuiondoa adha hii ambayo kwa muda mrefu kimekuwa ni kilio kwa wana Dar es Salaam. Lakini jambo jingine la muhimu ambalo pia nitaka mlielewe, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana barabara ya kwenda Kongoe, hii pale Mbagala kwa mbele kwa mto Mzinga. Kumekuwa kuna malalamiko makubwa na ambayo ninyi waandishi wa habari mmekuwa ni mashahidi. Baadhi ya wenzetu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya magari kuferi breki, barabara kuwa nyembamba, na baadhi ya watu wameachiwa ulemavu kwa sababu ya ajali ambazo zimekuwa zitokea katika barabara hiyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa Mheshimiwa Rais aliridhia chini ya Wizara ya Ujenzi kwamba barabara hiyo itanuliwe, barabara ambayo inaitwa Rangi Tatu Kongoe, Mbagala Rangi Tatu Kongoe ipanuliwe, na kwamba sasa inajengwa kwa si chini ya bilioni 54.5, na ujenzi huo kwa sasa umefikia 25%. Naeleza haya ndugu zangu waandishi wa habari kwa sababu unapofunga mwaka ni vizuri sana pia wana Dar es Salaam wakaelewa progress ya maendeleo ambayo mkoa wetu umepata ndani ya muda mfupi sana wa utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo la tatu jingine katika mfumo huo wa barabara, kama mtakumbuka, Dar es Salaam kwa sasa imewekeza viwanda vingi upande wa Kisarawe tu pale Kigamboni, na kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya muda mrefu kuhusiana na ubovu wa barabara ya kutoka Kibada, Mwasonga mpaka Kimbiji. Barabara ile ndugu zangu waandishi wa habari, barabara ile inajengwa sasa kwa kilomita 41 na ujenzi huo umekwisha fikia 50%. Madaraja yanajengwa na anajenga mzao mwenzetu ambaye anaitwa Esteem, na wakati tayari madaraja mengine yamechanganyikana kati ya wazawa pamoja na watu ambao sio wazawa, lakini kutokana na ukubwa wa mitambo. Barabara ile ndugu zangu inajengwa kwa bilioni 83.8. Na hiki kilikuwa ni kilio kikubwa sana cha wawekezaji wakubwa ambao wamewekeza kule Kigamboni, na sasa barabara hii inajengwa kwa bilioni 50 kwa bilioni 83.8, na ujenzi wake umefikia kama nilivyosema 50%. Lakini kama mtakumbuka pia mwaka jana au mwaka juu, zile mvua nyingi, wapo wananchi barabara Kunduchi walidai tumeokota magari ambayo kama mtakumbuka ni baada ya madaraja kusomwa. Madaraja yale Mheshimiwa Rais ametoa fedha si chini ya bilioni 11 pale chuo cha NDC kwa chini, ili pia daraja lile na lenyewe liweze kutengenezwa vizuri na Watanzania waweze kupita. Kwa sisi mkoa wetu Dar es Salaam kwenye upande wa barabara na hasa zinazomilikiwa na TANROADS peke yake kuna zaidi ya bilioni 900
ambazo zimewekwa katika mabarabara, ukiweka barabara za mwendo kasi, barabara za kawaida pamoja na madaraja yake. Kwa hiyo tunapofunga mwaka 2025 ni vema tukawaeleza wana Dar es Salaam kuhusu adhima ya makuzi ya mkoa wetu ambayo serikali imeweka chini ya uongozi ama utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu